Bwana, ni wakati mwingine tena nakutana na mmoja kati ya bondia wakubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania, bingwa wa WBF, si mwingine ni Mfaume. Tuzungumze naye, kuna mengi zaidi ya kuyajadili hapa. Moja kati ya mchezo ambao watu walikuwa wanaona nyota nzuri baada ya wadhamini kuwa wengi sana kwa kipindi fulani. Lakini kwa sasa hivi kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Baadhi ya wadhamini wanajiungua katika boxing, moja kati ya mchezo ambao unaonekana unakuja kwa nguvu kweli, unafukuzana na mpira wa miguu Tanzania. Lakini sasa hivi ngome inaonekana kama inaenda kurudi chini baada ya wale watu muhimu kujitoa katika mchezo huu ambao tunaamini kwamba ni mchezo muhimu ambao umetengeneza mastaa wakubwa kama ambavyo tunazungumza na Mfaume sasa hivi. Shida ni nini? Kuna tatizo gani ambalo lipo mpaka baadhi ya wadhamini wanajitoa? Kwanza kabisa mdhamini ambaye unamzungumzia hapo bila kupepesa macho ni mdhamini mkuu na ni media mama Tanzania, ni Azam TV. Naweza nikasema kwamba ni mambo tu yalikuwa yamekwenda ndivyo sivyo, lakini naamini Azam TV ina watu ambao wafuatiliaji, ina watu wenye upeo mkubwa sana. Sidhani kwamba mtu mmoja anaweza akawafilisha au akakatisha ndoto za mabondia wengi Tanzania. Ninapozungumzia mabondia Tanzania wengi, kuna mimi, kuna wengi sana, na kuna wale ambao wanahitaji kuwa kama Mfaume. Sidhani kwamba Azam hili watalieka sana, maana mimi naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu huenda kwa huu mwaka 2025 wakarudi na vitasa vikaendelea kama zamani. Kwa ni jambo la muda tu, na tumepitia kweli wakati mgumu. Tumeona changamoto kubwa sana kukosekana kwa wadhamini wakuu wetu Azam. Na kama ulivyosema, Azam ilikuwa inapeleka mchezo wa boxing kama Las Vegas, Nevada, Marekani. Ukitoa mpira inakuja boxing, lakini sasa hivi mapambano yanachezeka watu hawajui. Leo kuna nani? Wiki ijayo kuna nani? Watu hawajui, lakini Azam TV pamoja uliko mwezi ujao, leo watu wanajua kwamba Mfaume anapambana. Asmani Mawe anapambana tarehe fulani. Kwa hiyo naweza kusema kwamba dua zetu na maombi yetu pamoja na wewe ndugu mwandishi wa habari, mtangazaji kupitia hii media yako ya Bato TV, tuombeni wadhamini wetu wakuu warudi, sababu Mwenyezi Mungu amewajalia neema, wana vifaa vingi vya kutosha. Sidhani kwamba leo Bato mtapewa nafasi ya kurusha matangazo live, labda pambano live mimi nacheza au bondia yote anacheza, tutapata kitu kilichokuwa bora, kwa sababu wale walishajiandaa, walishajipanga muda mrefu. Mfano mzuri kama tunavyozungumzia Marekani kwa sasa hivi, ni Marekani nchi ambayo toka mwaka 50 huko ilikuwa inafanyiwa marekebisho taratibu, barabara, mara majengo, mpaka kufikia sasa hivi maandishi matatu USA, United States of America. Kwa hiyo nafikiri hata Azam pia walijipanga kwa Kiswahili, tutakuja kuonyesha ngumi, tunatakiwa tuwe na kifaiki. Na maana kuta ule muonekano sasa hivi kweli tunapata nafasi, mapambano yanarushwa, lakini sio kwa ubora ule ambao tuliozoea au watu waliozoea kupitia Azam. Kwa hiyo tunaomba Azam warudi, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu baada ya Ramadhani watarudi. Kuna mtu mmoja tu ambaye alisababisha yote haya, bondia mmoja. Sasa kwa nini mmoja afanye hivyo, na kesho naamini kwamba Mfaume ni bondia mkubwa kuliko mimi? Kwa upande wangu mimi mpaka kumtafuta Mfaume na mheshimu Mfaume, na naamini kwa upande wangu mimi Mfaume ndio bondia namba 1 Tanzania. Sasa iweje mwingine ambaye hawaadibie wengine wote, yeye ana nini kumshinda Mfaume? Mabondia kubwa Tanzania wenye majina tupo wengi, ila kuna utofauti tu ya Mwenyezi Mungu, kila mja wake amempa neema. Kwa hiyo kuna utofauti, inawezekana kwa mashabiki na kwa vitu vingine hivi, lakini pia vile vile kwamba hajanilostisha mimi peke yangu, amewalostisha wengi, mabondia wengi. Naweza nikasema 99% mabondia wote Tanzania kasoro yeye tu, na yeye tayari alishakuwa bondia, tayari alishalitaya. Lakini naweza nikasema kwamba ni mambo ya kibinadamu, nafikiri watakaa chini. Tunategemea yeye pia aje kuwa kocha, kwa sababu ameshacheza mapambano mengi. Kuna watoto wengi watatamani kuja kuwa kama yeye alivyokuwa anapigana zamani. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hata yeye mwenyewe pia ataona alichokifanya si sahihi, basi ataachia ngazi, maisha mengine yaendelee, na yeye atakia kuwa kocha, itakuwa ni vizuri. Lakini akisema Azam arudi nyuma, atawahusisha mpaka watoto wake, mpaka wajomba zake, mpaka wadogo zake. Kwa hiyo mimi kupitia Azam TV na yeye watakaa kwa pamoja, nafikiri kila kitu kitakuwa sawa na ngumi zitarudi kama zamani. Tunaelewa kwamba ni bingwa wa WBF, mmoja kati ya mkanda ambao ulichukua. Vipi sasa mkanda kurudishwa ulingoni, mradi kuhakikisha kwamba unani vipi? Zipi mkanda wangu mimi nishautetea, na huu ni wangu.
naweza nikasema kwamba bado sijafikia malengo. Huu mkanda wa WBF, World Boxing Federation, ni mkanda ambao ni moja ndoto yangu, lakini ndoto yangu kubwa ni kumiliki mikanda WBC, WBO, WBA na mikanda mingine mingi mikubwa. Kwa naweza kusema kwamba huu ni mwanzo tu, mapambano bado yanaendelea, na mwaka huu 2025 tushazoea kusema 2024 2025 ni mwaka wa mapinduzi na makubwa mengi yanakuja. Kwa hiyo watu wakae kwa mkao wa kula kuangalia Mfaume kaandalia nini. Hii saa 7 na kwa saa 8 tupo gym tunaumia. Naweza kusema kwamba tupo jikoni tunapika chakula na kitakuwa kizuri. Gym na umefunga. Mimi ni Muislamu. Yaani hapo ndio ujue kabisa kama mtu ana hasira na kitu anachokifanya. Yaani pamoja na kwamba amefunga lakini yuko gym. Kuna mchezaji mmoja wa mpira anasema Mungu kwanza, nidhamu na mazoezi. Nashukuru Mungu hivyo vitu mimi ninavyo. Nampongeza Mohamed Hussein, anajiita M15. Mungu sana Mungu atakuwa mazoezi yako na unavaa jezi yake. Mungu kwanza, nidhamu na bidii. Kwa hiyo mimi naamini katika Mungu hakuna kinachoshindikana. Na katika nidhamu utapendwa na wengi. Sidhani hata kama wewe nilichokufanya leo mimi kesho niombe mabaya. Lazima niombe mazuri kwa nilichokufanyia leo. Angekuwa mwingine mimi usingenikuta. Na mwingine kesho hata kimzingua Mfaume lazima mimi nidili naye bwana. Wewe achana na wewe. Kingine bidii katika mazoezi. Mwa tupo gym mpaka muda huu. Kwa hivyo vitu vitatu sidhani kama utafeli katika maisha katika mchezo huu wa boxing. Watanzania wengi wanatamani kumuona Mfaume ama kama sio Mfaume basi hata bondia mwingine anakwenda katika level za kimataifa zaidi, yani kufika katika zile majukwaa au ulingo mikubwa duniani, kumuona huko professional. Tunaelewa kwamba wewe ni professional, lakini kufika kule juu zaidi kama walivyokuwa akina Anthony Joshua, wengine wa Marekani wakubwa. Vipi? Tulishapata hizo nafasi na bado nafasi zinaendelea kujitokeza, ila kikubwa zaidi kwamba mechi za nje zina changamoto sana. Changamoto kubwa sana. Mimi hapa nilipo nimeshacheza mapambano takriban 8 nje ya nchi. Nimeshacheza mapambano makubwa na mataji tofauti, lakini swala kwenda kushinda nje katika maulingo kama unayosema wewe inahitaji utulivu hali ya juu. Eti kama tungekuwa tunapata nafasi kama wenzetu wanapotoka nje kuja kucheza na Watanzania hapo, anakuja bondia, anakuja kocha na anakuja pia na masekande wake, lakini tofauti na sisi tukienda nje makocha mara nyingi hawapati nafasi. Kwa hiyo makocha kama wakiwa wanapata nafasi, na mimi na mabondia wengi sana watafanya vizuri. Kwa watu wanazungumza kwamba mabondia wa nchi yetu mara nyingi wanatumika kutengeneza CV za mabondia wengine wakiwa hasa nje ya nchi. Hiyo ipo. Ingekuwa hivyo sasa hivi tungeona mabondia wengi wana marenji, wana majumba ya kifahari, wana magari ya kisasa. Haiko hivyo. Tunapoteza nje kutokana na mipango. Unakuta mechi nyingine tunashinda lakini hatupewi ushindi. Kwa hiyo siku zote tunasema mechi za nje zinakuwa zina changamoto. Labda itokee umpige KO mtu na unaweza kuzungumzia ni bahati. Lakini mtu hawezi, wewe kwa mfano labda ndio meneja. Umeandaa pambano. Mimi ndio bondia yako, alafu unamleta bondia kutoka taifa jingine, unamlipa hela, unamlipia tiketi za ndege going return. Unamlipia hoteli 5 star. Alafu amaliza na bondia wako. Pambano umeenda wewe. Hivi majaji watampa nani? Kabisa. Lazima wampe mtu nyumbani. Kwa nikasema kwamba ila tunapoelekea sasa hivi kila kitu kitakuwa sawa. Hivi hata hapa zinafanyika kwamba bondia mgeni kaja, lakini pia unaona kabisa bondia wa nyumbani kwenu ukapigwa, lakini anapewa ushindi kwa sababu nyumbani kuna mlinda. Ipo inafanyika hiyo? Hii hapa siye kuona, bado tujafikia level za wenzetu. Lakini wenzetu hivyo wanafanya na tunaona. Hata Floyd Mayweather tumeona kacheza mapambano 50 yote. Na mengi kacheza kwao Marekani. Unataka kuniambia yote kawapiga watu kweli? Hajakutana hata yote kacheza nyumbani na yote kashinda. Hivi kweli kuna bondia gani mapambano 50 asipigwe hata moja? Kwa hiyo kuna nyingine kapoteza, lakini kutokana yupo nyumbani tayari ameshitengeneza mazingira kwamba sitopigwa, labda nipigwe KO. Kwa hiyo kiukweli kwamba hata majaji wa kwetu na wapongeza. Ndio maana tunaona mabondia wengi wakitoka nje wakija hapa wanapewa ushindi kwa point. Au je kuona? Hiyo ipo kwa tubebwe sisi. Kitu gani ambacho kama Mfaume akiwa kama bondia mkubwa Tanzania unatamani kifanyike katika upande wa boxing Tanzania? Aidha serikali warekebishe ama hata media na makampuni mengine yarekebishe. Unatamani kipi kifanyike katika boxing ya Tanzania? Sisi kilio chetu ni arena ya kupigania, kwa sababu hatuna arena ya boxing. Iko ndio kilio chetu kikubwa zaidi. Kikifanyika hicho, serikali ikifanya hivyo, na tunaamini kupitia hii serikali yetu ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan uwezekano huo upo.
na tunaamini mawaziri pamoja na wabunge na viongozi wetu wa ngazi za juu za kiserikali wanatambua kwamba serikali hatuna arena ya boxing, tuna arena tu ya mpira wa miguu pamoja na michezo mingine, lakini arena ya boxing Tanzania hatuna. Ikifanyika hiko tu basi. Arena ya inahusu mambo ya muziki na mambo ni husiani na mambo ya boxing? Hapana. Hivi unaweza kuniambia kwamba uwanja wa mpira, uwanja wa taifa unaweza kutumia kwa mashindano ya kuogelea? Nimesikia juzi msemaji mkuu wa serikali Msigwa akisema kwamba kuna arena inajengwa pale Kawe. Sasa nikajiuliza, hii inahusiana na michezo yote ya ndani, labda boxing, muziki, nini, itakuwa inahusiana na vyote hivyo? Sijajua target zao, lakini sisi kila mwamba ngoma huvutia kwake. Mimi navutia kwenye arena ya boxing. Huenda kawa natengeneza hiyo arena kwa ajili ya matukio hayo, lakini wenzetu arena ya boxing ya boxing. Mziki ni mziki, kwa sababu tumepata nafasi ya kutembea katika mataifa mengine, umeona bwana. Kwa hiyo tumevishuhudia hivyo vitu. Okay, hivi katika boxing ya Tanzania kuna namna ama nyingine kwamba maboxing wa ndani wanaogopana kukutana wenyewe kwa wenyewe? Ngumi za Tanzania sasa hivi zimeendelea, ndio maana kukuta mabondia wengi wakicheza, unasikia acheza bondia kutoka Filipino, acheza bondia kutoka China, acheza bondia kutoka Malawi au wapi. Kwa hiyo ni mapinduzi ya kwenye boxing. Zamani tulikuwa tuna kiu sana ya kupata mapambano ya kimataifa, lakini sasa hivi imekuwa ni fursa. Lakini sasa mashabiki wana kiu kuona zile dabi zile za zamani Kuna mambo unamhitaji sana, unamtaka sana, lakini unaona kama haitimii. Kuna mara nyingi huwa unazungumza wapi namtaka mtu fulani. Nani? Hassan, nasikia unamtaka sana. Hassan nani? Wakinyo. Sio kumtaka mimi sana. Sio kumtaka. Ana vigezo gani sasa mpaka mimi nimtake? Hana vigezo kukutana na Mfaume. Sasa bondia ambaye hataki kupigana na Tanzania zake yeye hana kigezo. Mimi ukiniuliza dabi nilizocheza hapa, nimecheza dabi nyingi, nimecheza na Segu, nimecheza na Matumla, nimecheza na mabondia wengi Tanzania. Yeye niambie kacheza nani? Kacheza na Kaoneka. Na baada ya Kaoneka kacheza na nani mwingine Mtanzania? Na alipoteza ile Kaoneka. Kwa hiyo siwezi kumzungumzia. Okay. Hivi Mfaume alishaye kuibiwa nyumbani kwake? Alishaye kuibiwa nyumbani kwako? Yaani nishaye kuibiwa nyumbani kwangu? Yaani mwizi ushaye kuibiwa nyumbani kwako? Ukakamata mwizi nyumbani kwako? Alafu baada ya kumkamata mwizi, unijibu tu kwanza hapo, ulishaye kukamata mwizi nyumbani kwako? Hivi mtu anajua kabisa pale na kama Mfaume mwizi anaweza kaja kuiba? Pale na kama Mfaume. Wewe ndio mwizi sasa. Pale na kama Mfaume. Mwizi anaweza kaja kuiba? Unajua pale yule mtu ana silaha. Utaenda kwenda kuiba kijinga? Uwezi, kwa sababu unajua nikikamatwa kitakachotokea ni kitu kibaya. Aidha nitapigwa ngumi, aidha nitapelekwa polisi, au sheria zozote zitachukuliwa. Kikubwa mimi nashukuru Mungu sijawahi kuibiwa nyumbani kwangu. Kama maisha yako yote hata kawaida hivi umekaa maskani hujawahi kuibiwa chochote? Toka niingie kwenye boxing sijawahi kufanywa hilo tukio. Lakini kabla ya hapo hiyo ipo zamani, kipindi unapanda madaladala. Changamoto hizo zipo mjini. Hiyo ipo, hujawahi kuibiwa? Nikisema mimi sijawahi kuibiwa nitakuwa naongopa. Lakini miaka mingi sana, lakini nilipoingia kwenye boxing upendo umezidi kwa watu, mtu hawezi kuja kuniibia. Mpaka mtu anakuibia unajua anakuchukia. Inategemea na wewe unaishi vipi mtaani kwako. Sasa unaishi na watu vizuri, mtu atasubutu kuja kukurostisha? Haiwezekani. Kwa hiyo vile ambavyo unavyoishi mtaani kwako ndio vile utakavyokuwa unajitengenezea wewe uhuru wako na mazingira mazuri ya kuishi vizuri mtaani kwako. Kwa mimi sijawahi kuibiwa mtaani kwangu. Kwani Mfaume unaishi vipi na majirani zako? Hiyo kodi siwezi kukupa. Jua tu kwa mimi kipenzi cha Tanzania na ni kipenzi cha mtaani kwangu. Watu wanasema nabii akubariki kwao, lakini mimi nakataa. Mimi naishi vizuri na watu wangu, na ndio maana naongoza kwa mashabiki hapa Tanzania na wengi natoka nao nyumbani. Nimekuuliza hivyo kwa sababu kilichotokea kwa bondia mwenzenu, tunajua kwamba juzi kuna sakata moja ambayo linaendelea zito sana sasa hivi. Kwamba kuna kijana aliingia nyumbani kwake akaenda kuiba nazi. Kwa vitu ambavyo vimeonekana vinaendelea ni kwamba alimpiga. Na mpaka sasa hivi inaweza kuwa ni kesi tayari iko polisi. Ndio maana nikakuuliza ushawahi kuibiwa, na ulivyoibiwa ulichukua uamuzi gani Mfaume? Nimekujibuje? Niliibiwa zamani, lakini sijakujibu kama kuna uamuzi niliochukua. Lakini nizungumza endapo atakapokamata mwizi
labda na silaha, lazima ujiami, ujilinde, umeona. Na kisha unampeleka sehemu husika. Lakini kwa mimi, kwa upande wangu, toka niingie kwenye boxing na kutambulika, sijawahi kufanywa tukio lolote kutokana na vile mtani kwangu jinsi ninavyoishi na watu. Lakini kabla siingia kwenye boxing, enzi za zamani huko madaladala, si hiyo kawaida. Unajikuta unashuka, bukumbili yangu sioni. Umeibiwa jebiwa. Kuibiwa sio mpaka kuibiwa mamilioni. Kabisa. Kile kichoko cha kwako kisema umeibiwa tu, tayari umeibiwa. Hata kama kidogo ni cha kwako, umeibiwa. Unaweza kusema sakata la kuna michezo mwenzetu ni sakata kubwa sana na halijakaa vizuri. Inaweza kawa mbaya sana kwa upande wake. Inaweza kawa mbaya sana, na pia vile kwamba siwezi kuingia ndani zaidi kwa sababu mimi na wewe hatuna ushahidi. Hatuna ushahidi kwa maana gani? Hatukuona akimpiga, hatukuona akimkatakata hivyo visu, hatukuona akiwasakizia umbwa. Kwa hiyo naweza kusema kwamba serikali ipo na serikali yetu iko imara sana. Sasa hivi hata kwenye boxing makabila yale yanayoitwa wauni sasa hivi hamna. Sasa hivi makabila ya wauni hamna. Kwa hiyo naweza kusema kwamba serikali yetu nafikiri inalifuatilia hili swala, basi sheria pia itafuata mkondo wake. Lakini na watu ambao wanaishi nao ni watu ambao wana akili timamu, wanajitambua, mpaka wanaimba tumtaki, si huenda kawa yeye binadamu ana mapungufu yake. Naweza kusema kwamba baadaye itaisha kwa sababu mtu yupo hai, hakupoteza maisha. Nimeona clip kwamba ni kweli ameumia. Kama kweli anahusika na tukio, basi aombe radhi, angalie namna gani ya kumsaidia imradi maisha mengine yaendelee. Lakini hiyo tunazungumzia kama ni kweli anahusika. Kijana ambaye amefanywa tukio amethibitisha kwamba amehusika, lakini pia hata polisi nao katika ndani yao ripoti ya kwanza pale Tanga wamekuja kwamba wakasema kwamba ni mwizi, kwa inamaanisha kwamba jamaa kahusika. Kwa maelezo dogo anasema dogo kapigiwa nje ya fence. Kakuta nazi 6 si nazi 7. Sasa ina maana kwamba mbwa walivyokuwa analia, watu ndani wamestuka, wametoka nje ya fence, wamkamata, wamuingiza ndani. Kwa maelezo ya dogo aliyojeruhiwa. Sasa mimi na wewe hatujui. Kwa hiyo dogo nazi alichukua nje ya fence au ndani ya fence. Lakini kama kwa maelezo ya ndugu yetu alipata matatizo, kama kweli alichukua ndani, basi ni kweli mtumiwa. Lakini je, huyu mwenye nazi alichukua hatua gani? Sasa kama ni kweli alimsagezea mbwa na kumpiga kumkata, hapo ni kweli busara inatakiwa itumike, na tunamwombea ndugu yetu ili sakata liishe, arudi kwenye boxing. Kama ni kweli alishiriki kumwadhibu, kwa sababu kumwadhibu vile kwa jinsi nilivyoona picha, ile ni hatari sana. Ni hatari sana kwa mtu wa kawaida, huwezi kufanya vile. Ni hasira tu, mimi yeye pamoja na mabondia wengine tujaribu kuzizuia hasira zetu. Lakini hayo yote tunaongea kama ni kweli amefanya hivyo, kumkata sio kufanyaje, basi nafikiri ili adhabu kali zisije zikatokea kwa upande wake, mimi naamini akae na familia ya dogo. Hii ni hasira tu na mtu, na kiukweli mimi nilivyomwona wana michezo mwenzetu kisaikolojia yuko sawa. Kuweza kusema kwamba mtu saikolojia yako yuko sawa, uweze kufanya maamuzi yao kama watu wanavodai, na vile kama vile tunamwimbia tukutaki nini, huenda kawa ana madhaifu yake, na hakuna binadamu aliyekamilika. Kwa hata mimi pia sijakamilika na madhaifu yangu pia vile vile. Kwa maana kuuliza mara ya kwanza, unaishije na majirani zako Mfaume? Sije siku ikatokea majirani zako nao wakaanza kuongea bwana Mfaume hatumtaki hapa. Ndio maana siwezi kuizungumzia aibu ya mwenzangu kabla sianza kuizungumzia yangu. Kwa hiyo nimesema kwamba tuache hasira, wana michezo Tanzania kwa ujumla, mabondia. Unaweza kusema kwamba ni hasira kama kweli, lakini ukweli tutaujua pale. Nafikiri utaenda Tanga kufuatilia ile sakata, tutapata kujua ukweli. Lakini naweza kusema kwamba ana kaka yake anaitwa Hamisi, na za chini nilizozipata hayupo katika hali nzuri Hamisi kutokana na ile sakata. Ni brother yetu na ni kocha pia, na train katika gym ya Mafia Boxing Promotion.
hayuko sawa kisaikolojia kwa sababu damu nzito kuliko maji. Yule kakake ambaye kama kidogo kulipitia mtafaruku katikati hapa kuna kipindi fulani. Alisema kwamba hata kama kakake akifa au akifa hawatofanyaje? Hawatozikana. Hayo ni mapungufu ya binadamu. Ndio maana nasema saikolojia ya bondia ya mwanamichezo mwenzetu haiko sawa. Huwezi kuzungumza hivyo. Sasa fikiria mtu unamwambia ni kifo usinizike, wewe unapata matatizo, anakosa hata appetite ya kula, anakosa kwa train mabondia zake huko Mafia. Kwa hiyo ninachokiomba pia vile vile kwa Mafia Boxing Promotion, ujumbe ufike kwako, kwa promoters za Yumba. Una mabondia wengi sana na kocha mkuu ni Hamisi Mwakinyo. Kwa wakati Hamisi anaopitia na kwa mabondia zako unaweza kawa na muendelezo mbaya. Nilikuwa naomba ili swala umsapoti Hamisi Mwakinyo kuweza kumsaidia mdogo wake Hasani, mbali na madhaifu yake, mbali na mapungufu yake kwa binadamu. Angalia pia kocha wako Hamisi katika wakati yani, je, anapata muda mzuri wa kuwatrain mabondia zake? Ili awatrain mabondia zake vizuri, basi kocha aondoe katika hii sakata hii stress. Mawazo yanaweza kumsababisha mtu baada ya kumpigisha mtu jabu akampigisha right, baada ya kumpigisha mtu right akampigisha mtu jabu. Kwa hiyo naamini kabisa kupitia Batu TV ujumbe utafika kwenu Mafia Boxing Promotion. Nyote watu wa Tanga, Zayumba mtu wa Tanga, Hamisi mtu wa Tanga, na huyo mtoto wa Tanga mtu wa Tanga. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni familia. Bakari Kumutabeka. Hata huyo mtu aliyeoiwa pia ni mtu wa Tanga. Naweza kusema kwamba waangalie namna gani ya kuweza kumsupport dogo aliyepata matatizo, na pia vile vile mtuhumiwa, kwa sababu mtuhumiwa ameshikiliwa ni Hasani. Wamsaidie pia, huenda kawa sio akili yake, stress, mawazo nini. Naweza kusema kwamba ila hakuna kitu kinakashindikana, na yule ni binadamu na kila binadamu ana madhaifu yake na ana mapungufu yake. Karibu ya wewe Mfaume na Mwakinyo uko vipi? Yaani Mwakinyo na wewe, lakini pia Mwakinyo pamoja na mabondia wenzake wengine. Tunaelewa kwamba Mfaume yuko karibu sana na Twa Kidogo, ni washikaji. Najua hivyo. Na mabondia wengine. Mimi nipo karibu na mabondia wote Tanzania. Ila huyo unamzungumzia mpaka nasikia joto. Inabidi uvue koti bwana. Wewe mpaka sasa nasikia joto. Mimi sina karibu naye. Kwa nini? Kwa nini, sababu gani? Kwa sababu kuna kipindi nakumbuka mko fresh. Kuna kipindi, kwa sababu mimi nishahudhuria mapambano mengi pia. Kuna kipindi mko fresh, tulikuwa tunaona kwenye mapambano watu kama kuna support fulani ya chini kwa chini. Kuna kipindi kuja kukatujibuka Varangati hapa, hii miaka miwili ni ya katikati hapa. Mimi sina ujamaa naye. Kutoka mwanzoni au katikati hapa ndio. Mimi sina ujamaa naye. Na hii sakasaka nilianzisha yeye mwenyewe. Umeona Kwa hiyo naweza kusema kwamba siwezi kuzungumza mambo ya shapita. Mimi ni mtu wa kiume. Mimi nazungumzia kutokana na changamoto hii aliyokutana nayo. Hii changamoto aliyokutana nayo inaweza kumkuta mtu aina yoyote. Mimi kama mtu wa Kiislamu na nipo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, siwezi vitu vilivyopita nikavizungumzia sasa hivi. Ila yupo katika wakati mgumu, basi namuombea kupitia Batu TV apate msamaha kama kweli ameyatenda, lakini utofauti wetu hapa sio mahali pake. Hivi kwa sakata ile inaweza karibu taswira ya boxing, wapiganaji wote Tanzania boxing. Kwa nini? Mimi. Yaani kama mabondia wanakuwa sasa watu wanatumia ubabe za sadi mitaani, unasema wanapoishi. Haiko hivyo. Ndio maana nasema video umeona, hebu tune kiganja chako. Vinafanana hivi. Ukienda kwenye fingerprint haifanani. Ndio ujue binadamu hafanani. Sidhani kwamba watu eti wametushuma bondia wote. Yeye kama yeye na akili zake na kama kweli amefanya. Sasa mmoja akioza sio wote. Kama tuwatafutie fight hivi. Na nani? Sasa? Mtoto wa Kitanga. Kwani mabondia wameisha Tanzania? Mbona kama unampigia promo? Yaani mtu unaona Mfaume ndio. Yaani mtu kuna comment moja nimeiona siku ya juzi kipindi Taifa hii inatoka, mtu anakuambia hivi kweli unamfungulia mtu nazi kisa nazi 6 unafanya hichi shughuli. Ndio bana nikasema anahitaji watu ambao kumweka sawa kisaikolojia, kama ni kweli amefanya. Mimi na wewe hatujui kama ni kweli amefanya na husika katika hili, mimi na wewe hatujui. Bwana brother Mfaume, neno lako moja la mwisho, tuzungumzie sasa industry ya boxing Tanzania. Una neno gani la mwisho, lakini pia chochote cha kuambia mabondia wenzako kwa hili ambalo limewamkuta mwenzenu? Sinishawaambia hapa, narudia tena. Tunafunga hapa, tunamalizia. Sasa ili mtu upate kujua sio mpaka uangalie kipindi mwisho.
kianzie mwanzo. Nimeshazungumza kama asira zetu tuzizuie, na kingine cha kuambia mwezi huu wa Ramadhani, mabondia wenzangu wale ambao walobatika kwa Waislamu wafunge wafanye ibada, na wale walio katika kwa resma nao pia vile vile wapo katika jambo la ibada. Kwanza kusema kwamba duniani sisi ni wasafiri, tumtangulize Mungu mbele, tuwe na nidhamu, tuwe na bidii, basi hakuna kitakachoshindikana. Bwana ni bondia mkubwa Tanzania, Mfaume nimetoka kumezana hivyo, na tumezungumza mambo mengi mno. Kwa kutazama vipindi vyetu, usisite kuwa na sisi kila wakati Bato TV. Mimi niseme shukrani sana.